Karibu tena mtazamaji. Wavuvi wa dagaa sasa wametakiwa kutumia taa za nishati ya jua katika uvuvi ili kudhibiti idadi ya samaki katika ziwa Victoria. Katika utafiti uliofanywa hivi punde na shirika la Lake Victoria Fisheries, matumizi ya taa za mafuta pamoja na nyavu zisizofaa zimechangia pakubwa katika kupungua kwa idadi ya samaki katika ziwa hilo. Licha ya wavuvi ziwani Victoria kutupilia mbali taa za mafuta katika uvuvi wa dagaa, utafiti sasa umebaini kuwa taa za nishati ya jua pia zinachangia katika kupungua kwa idadi ya samaki ziwani kutokana na mwanga mkali. Wavuvi wakishauriwa kutumia taa chache. Katika mkutano uliowahusisha watafiti na wavuvi kutoka mataifa ya Kenya, Uganda na Tanzania iliyofanyika jijini Kisumu, ilibainika kuwa wavuvi wanapaswa kutumia kati ya taa 3 au 4 kwa mashua moja, huku mataifa hayo yakipania kubuni sheria kupitia Jumuiya ya Afrika Mashariki. Msimamo wetu ni kwamba ni kuhakikisha nchi zote tunakuwa na kauli moja, kutengeneza kanuni au miongozo ambayo itasaidia uvuvi wa dagaa na kupunguza samaki wengine wasiotarajiwa, tunaita bycatch. Why we are leaving kerosene? Because kerosene lamp is not environmental friendly. So, and we thought that using solar lamps can be one of the best way to do what? To exploit mukeni. But now the problem was the juvenile tilapia. Kama kuna sheria, hakuna cha kuvunja sheria. Unavunja sheria ambayo ipo, kama ipo hauvunji. Kwa hivyo wavuvi wako sawa, maana kuna sheria. Tukikuta ya kwamba paneli inachangia, basi leo hii tutakubaliana na hizi nchi tatu wataweka sheria ya paneli. Kando na kubuni sheria, kina mama wanaouza dagaa pia watapokea mafunzo kuhusu mbinu za ukaushaji pamoja na soko la dagaa. Chakula kizuri kwa afya ya watoto, sana sana watoto na kina mama wenye mimba, vile vile jamii kwa ujumla. Kwa hiyo project hii inatusaidia kuongeza ulaji wa omena kwa jamii yetu ya Kenya na jamii nzima ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.